Karibu sana katika chimbo la habari, chimbo la kuhabarika. Mhabarishaji langu jina ni Official Rose D, moja kwa moja. Basi na kupoteza wakati, tangazia story. Mange Bwana ameshushiwa lawama na Watanzania kwa kuhamasisha maandamano yaliyosababisha vifo vingi vya Watanzania. Karibu mtazamaji, tuendelee kusogeza na kuangazia taarifa hii mpaka tamati. Bana, mara tu baada ya mitandao ya kijamii kurejea Tanzania ambako ilikuwa kimya takribani siku kama 6 hivi na watu kuanza kupitia mitandao, basi kumeibuka lawama kubwa sana kwa baadhi ya Watanzania wakionyesha kuumizwa na hali ambavyo ilikuwa. Maana kila unapopita basi unakutana na nyimbo za huzuni, watu wakiposti wapendwa wao ambao wameaga dunia kipindi cha maandamano. Sasa bana, kumeibuka mijadala mitandaoni, Watanzania wakidai kwamba hiki kilichotokea ni kama funzo kwetu wa Tanzania, kwa sababu hii ni kutokana na kusikiliza baadhi ya watu ambao walichochea haya, ikiwemo dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii, mwanadada Mange Kimambi. Bana, Watanzania wamedai kuwa hata kama ilikuwa ni haki yao kufanya maandamano, basi ni bora wangefanya maandamano kwa amani bila kuharibu miundombinu ya taifa. Hizo ni kauli za baadhi ya Watanzania ambao waliumizwa na haya, ikiwemo vifo vya wapendwa wao. Lakini pia ikumbukwe kwamba kabla ya kutokea kwa maandamano, basi wanaharakati ama mwanaharakati sasa Mange Kimambi, yeye tukimzungumzia, alikuwa akitumia sana mitandao yake ya kijamii kuambia Watanzania wenye uchungu na nchi yao kufanya maandamano siku ya uchaguzi mkuu ambao tukumbuka uliweza kufanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. And of course baadhi ya Tanzania walimsikiliza na wakafanya maandamano ambayo yalipelekea uharibifu wa mali mbalimbali na uharibifu pia wa taifa kwa ujumla, jambo ambalo alikuwa ni zuri. Hata kama walikuwa kidai haki yao kabla ya Watanzania kuandamana, basi wasanii mbalimbali na watu maarufu walitumia mitandao ya kijamii, tunajua, kuwaomba Watanzania kwamba wasiwasikilize wale ambao wanachochea maandamano, lakini kiukweli ni kama hawakusikiliza. So tumeona uharibifu wa maduka ya wasanii, ikiwemo Belnas, banda la chakula la mwanadada Shilole, yote yaliweza kuchomwa moto wakati wa maandamano. So yote kwa yote, uchaguzi ulifanyika tarehe 29 Oktoba na Rais Samia ndiye rais wa Tanzania kwa sasa. Na jana bana, wakati anaapishwa, aliweza kuongea na kuomba Tanzania kuweza kuendelea kudumisha amani, lakini pia aliweza kutoa onyo kali kiukweli kwa wale wote ambao wamekuwa wakihamasisha vurugu, lengo lao likiwa ni kuharibu amani ya Tanzania. So mpaka sasa kiukweli hakuna ambaye anajua idadi ya watu ambao wamefariki dunia katika maandamano hayo, lakini kupitia mitandao ya kijamii ambayo jana ili rudishwa, basi kila unapopita unakutana na posti za watu wakiwa walilia ndugu zao ambao wamepoteza maisha na kudai kwamba wamekufa kipindi cha maandamano. Mtazamaji, nini maoni yako katika hili, wewe ambaye unafuatilia Biomedia, na umepata funzo gani pengine kufuatia haya ambayo yalikuwa yakiendelea kipindi cha uchaguzi moja kwa moja mara tu baada ya mitandao ya kijamii kuzimwa? Je, ni kweli kwamba waliofariki dunia ni kutokana na hayo maandamano, au wanatumia maandamano ambayo yalitokea kuzusha waliokufa ni kutokana na maandamano? Utaandika maoni yako juu ya hili, alafu tutapita nayo next video kwa uzuri kabisa. Hope umeweza kuenjoy right hapa ambako tumefikia. Basi endelea kusalia nasi for more updates. Biomedia bana, tunaendelea kutoa pole kweli kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wamepoteza maisha katika maandamano. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, waendelee kupumzika kwa amani. Amen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Endelea kusalia na Biomedia kwa ajili ya kupata update mbalimbali.